Akiwa na umri mdogo wa miaka 17 pekee, tayari ametambuliwa kwenye viwango mbalimbali vya ulengaji shabaha, huku akijivunia kuwa bingwa wa kike mwenye umri mdogo zaidi ambaye amepata medali nyingi katika mchezo huo. Mwandishi wetu Mwanahamisi Hamadi alikutana na Mariam Ibrahim Ndung'u ambaye walikutana huko mjini Mombasa wakati akifanya mazoezi na kututayarishia makala ya wiki hii ya Mwanamke Bomba. Mwanamke Bomba imeletwa kwako na Equity. Start your Fanikisha journey, Equity today. Kwa majina naitwa Mariam Ibrahim, niko katika shule ya Light Academy. Nilianza mchezo huu mwaka 2024. Nilitambulishwa kwa mchezo huu na babangu ambaye ni mlengaji shabaha mahiri hapa nchini. Babangu amekuwa akienda mashindano nje ya nchi na alikuwa akinyakua medali, na nilipomwona nikafurahia sana na nikapata pia interest ya kujoin. Pia mimi nilikuwa nataka nikuwe na accomplishment fulani. Babangu alikuwa akinileta hapa nilikuwa na umri wa 12, alafu nilikuwa nikiona pia mashindano yalivyokuwa yakiendelea. Pia mimi nikapata fursa ya kujaribu hivi na hivi, nikaona kumbe si rahisi sana. Sasa nikapata interest ya kujiimarisha katika mchezo. Nilianza mwaka wa 2024 na nikaanza na mashindano zilizokuwa zinaendelea huku Mombasa, alafu polepole nilivyokuwa nikijiimarisha nikapelekwa Nairobi ku interact na pia other shooters, nikapata pia kuna international shooters. Stand by. Up. Nilivyokuja hapa range mara ya kwanza nilikuwa na uoga mwingi kwa sababu huu mchezo unashirikishwa na hatari kwa sababu ya bullets. Unajua wasi zingine wasikia huyu na huyu fulani ameuliwa na bunduki hivyo. Lakini nilipofyatua risasi ya kwanza nikaona kumbe naweza. Pengine kuna wakati ambapo hujihisi kuja mazoezi, alafu ni kitu gani ambacho kinakupatia morali ya kusema lazima niende mazoezi kwa sababu ni kitu ambacho nataka kukifanya? Wakati mwingine najisikia kama nimechoka ama nahitajika kufanya mazoezi fulani ili niweze kujiimarisha. Wakati mwingine naamka asubuhi nasema sitaki kwenda training, lakini babangu ni motivate sana. Hii shughuli ni kama tu hobby kwangu, lakini na malengo ambayo nimejiwekea katika masomo. Nataka kujiimarisha katika sekta ya elimu pia. Niko proud kama babake, kama wakati tumeshindana kwanza, kuna mchezo tulifanya ilikuwa mwezi wa Disemba mwaka uliopita, na aliponishinda nilisikia ile furaha sana. Katika kushindwa kawaida hakuna mtu anapenda kushindwa, lakini unaposhindwa na mtoto wako inakuwa ni raha badala ya kuhuzunika. Ninapoweza kunyakua medali katika mashindano inanipatia motivation fulani, kwa sababu mchezo huu humilikiwa sana na wanaume. Kwa hivyo mimi kujitolea pia ina motivate watu wengine pia kushiriki katika mchezo huu. Tulianza naye akiwa novice, ameendelea zaidi mpaka amepata Lady High medals, amepata gold medals katika kitengo cha PCC Junior, na inshallah akimaliza yuko form 4, akimaliza ninataraji kusafiri naye hadi nchi za nje kwenda kumhusisha katika mashindano, ngazi zake zizidi kuimprove. Ninaona ni kama talanta niliyojaliwa na Mola. Kwa hivyo nimejitahidi sana kuwa one of the top shooters na nimefanya training nyingi. Ukiangalia huu mchezo pengine umekuimarisha vipi katika maisha yako ikizingatiwa kwamba wewe bado ni mwanafunzi? Ukija hapa kuna stages zingine, kuna swinger plate, kuna popper, kuna activator, clamshell. Sasa wahitajiwa kuwa a strategic planner, na hiyo imenisaidia sana pia masomoni kuwa a strategic planner, kujipangia wakati wa kujisomea, wakati wa kujiburudisha pia imenisaidia kubalance hizo vitu. Baada ya shule ningependa kushiriki katika mashindano ya nje ya nchi.
kama South Africa, nasikia kuna competition ambayo ina favor PCC, zingine Italy, Thailand pia. Sasa napenda sana kwenda nje na kukutana na washindano mengi. Nataka kuwasihi wanawake, kama una kipaji usijifiche, enda ujaribu kwanza, uone kama anaweza kufanya kitu hiki, alafu baada ya hapo uweza kuchagua nini utakachoendelea nayo. Mwanamke Bomba imeletwa kwako na Equity.